Kwa jina naitwa Linda Mshana, ni meneja masoko na uhamasishaji mfuko wa Self. Sisi ni taasisi iliyoko chini ya Wizara ya Fedha na tunajikita katika kutoa mikopo, elimu ya fedha pamoja na huduma za kibima. Tuko pia katika viwanja vya Usagara tukiadhimisha wiki ya huduma za fedha na tumekuwa na wakati mzuri sana kuanzia tarehe 19 mpaka siku ya leo. Tumepokea vikundi vya aina mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali, vyuoni, wakina mama, wakina baba na wageni wengine ambao walikuwa wanakuja kupata elimu ya fedha kwenye masuala mbalimbali. Sisi kama mfuko wa Self tumejikita kutoa elimu ya fedha kwenye masuala ya mikopo. Na tumeona maswali mengi yamekuwa yakijitokeza kwenye masuala ya kausha damu. Kwani kuna kuwepo na kausha damu? Je, ni Benki Kuu inafanya nini kuhusu watu wa kausha damu? Lakini na namna gani wanaweza kujiepusha kujikuta katika mazingira haya? Sasa katika mfuko wa Self tumeweza kuwapa elimu ya maswali ya kuuliza kabla hawajaingiza kwenye taasisi yoyote kuomba mkopo. Ni masharti gani wanaenda kuyaangalia, ni vigezo gani wanatakiwa kuwa navyo, lakini vile vile wanatakiwa kila wakati wajue gharama za mkopo, za baada ya kuchukua mkopo, za kabla ya kuchukua mkopo, lakini kikubwa vile vile wajue hiyo taasisi je, imesajiliwa na Benki Kuu ya Tanzania. Kama haijasajiliwa basi kisheria haina ruhusa ya kutoa mkopo kwa mtu yoyote. Hiyo ni vitu vichache tu vilivyojitokeza tulipokuwa tunatembelewa na wananchi wetu katika banda letu, lakini vile vile tulipokuwa tunatoa elimu ya fedha kwenye madarasa ambayo yako hapa kiwanjani. Bado tunawaalika, bado tupo mpaka tarehe 26 mwezi huu na tunatarajia kuwapokea. Tuko hapa kwa ajili ya kuwahudumia na elimu zingine nyingi kuhusu uwekezaji, kuhusu account, kuhusu akiba, yote mtavipata katika viwanja hivi. Karibuni sana mtembelee katika banda letu, na sisi tunaitwa mfuko wa Self. Tuko tu utakapoingia tu kwenye gate, kuna wako wa kulia, ukienda lazima utatuona. Swali ni kwamba baada ya maonyesho mtatupata wapi? Kwa hapa Tanga tuko karibu na soko la Uzunguni, utakuta jengo letu la Self Microfinance Fund, tunapatikana pale. Lakini vile tunahudumia Watanzania wote kupitia matawi mengine 11 nchi nzima. Ili nisikutajie yote, tunaweza kupiga namba ya simu ambayo ni 0764 905092. Narudia tena 0764 905092, na watakuelekeza kwenye tawi karibu na wewe ili tuweze kukuhudumia kwa urahisi zaidi. Lakini vile vile tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii, tuko kwenye Facebook, tuko kwenye Instagram, na website yetu ni www.self.go.tz. Karibuni mtutembelee, mpate fursa ambazo tunazo mahali hapa. Mikopo iko aina nyingi na ambayo inaweza kukuvusha kutoka hatua moja nyingine kimaendeleo. Habari, kwa majina naitwa Esther Mpenda Amani, ni mwanasheria wa Bodi ya Bima ya Amana. Karibuni katika banda la Bodi ya Bima ya Amana. Bodi ya Bima ya Amana ilianzishwa kisheria mwaka 1991 katika sheria ya benki na taasisi za fedha ambayo ilifanywa marekebisho mwaka 2006. Sheria hiyo ilianzisha Bodi ya Bima ya Amana pamoja na mfuko wa bima ya amana. Majukumu ya Bodi ya Bima ya Amana ni kudhamini na kukusanya malipo ya bima michango katika benki na taasisi za fedha. Jukumu la pili ni kusimamia mfuko wa bima ya amana. Jukumu la tatu ni kulipia fidia kwa wenye amana pale ambapo benki au taasisi ya fedha inapofilisika. Pale ambapo Benki Kuu inapotoa notice kwa ajili ya benki husika kufilisika au kufungwa, Bodi ya Bima ya Amana kisheria tuna lile jukumu la kuhakikisha kwamba hiyo benki, wateja ambao kwenye benki hiyo wanalipwa fidia zao mpaka milioni 7 na 500,000. Jukumu lingine ni kusimamia ufilisi wa benki na taasisi za fedha pale ambapo Bodi ya Bima ya Amana inateuliwa kuwa mfilisi na Benki Kuu ya Tanzania. Kama ambavyo nimesema awali kwamba jukumu la tatu ambalo ni kulipa fidia pale ambapo sasa tushalipa fidia milioni 7 na 500,000, sasa nakuta mteja anadai zaidi ya milioni 7 na 500,000. Ile pesa inapatikana baada sasa ya sisi kufanya ufilisi, kuweza kuuza mali na kukusanya madeni. Wale wateja wa benki husika wanaweza kupata pesa zao. Na pia kupitia sheria ya fedha ya mwaka 2025, Bodi ya Bima ya Amana imeongezewa jukumu la kuweza kupunguza vihatarishi pale ambapo benki inaingia kwenye mgogoro.
Bodi ya Bima ya Amana kwa kushirikiana na Benki Kuu ya Tanzania inaweza sasa ikakaa na kuweza kutafuta solution ili kuweza kusimamia ile benki isiingie chini ya ufilisi, lakini pia ili kuweza kuweka ile hali ya utulivu katika uchumi wetu. Ujumbe ambao tuliwafikishia wateja kwenye maadhimisho ya wiki ya huduma ya kifedha ni kwamba waendelee kuweka pesa kwenye benki na taasisi za fedha ambazo zina leseni ya Benki Kuu ya Tanzania, kwa sababu pesa zao zinakingwa na Bodi ya Bima ya Amana. Napenda kuwakaribisha katika viwanja vya Usagara Tanga ili uweze kupata elimu juu ya Bodi ya Bima ya Amana, majukumu yetu na kazi tunazozifanya kwa ajili ya kuweza kuboresha hali yako ya uchumi. Karibuni sana banda la Bodi ya Bima ya Amana. Kwa majina ninaitwa Kidem Shihiri kutoka Benki Kuu katika kurugenzi ya mifumo ya malipo. Tuko hapa Tanga katika viwanja vya Usagara katika wiki ya huduma ya kifedha. Jukumu letu kubwa ni kuwaelimisha wananchi katika kujua matumizi ya fedha, lakini kuweza kuyatumia pia, maana tunatambua sisi kama Benki Kuu ndio wasimamizi na wadau wakubwa katika sekta ya fedha. Kwa hiyo tuko katika kuwaelimisha wananchi, lakini pia kufuata kauli mbiu. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema kwamba elimu ya fedha msingi wa maendeleo ya kijamii na uchumi. Sasa basi, mimi ambaye nimetokea kwenye kurugenzi ya mifumo ya malipo, ninawashauri au ninawasihi ndugu zangu wa Tanzania tuweze kutumia mifumo ya kidijitali, kwa sababu tunatamani au nchi yetu inakoelekea ni uchumi ambao utakuwa ni cashless economy kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo tunatamani kila mwananchi atumie fedha zake kidijitali, kwa sababu tuna mifumo mingi. Tukiangalia kwenye mabenki, unaweza kutumia kadi yako katika kununua bidhaa mbalimbali kwa kutumia POS. Unaweza kutumia kadi yako katika kufanya manunuzi mbalimbali kwa kutumia internet banking. Zote hizo ni kidijitali. Lakini pia unaweza kununua vitu mbalimbali katika majukumu yako ya kila siku kwa kutumia mifumo mbalimbali. Kwa mfano, unaweza kutumia mobile payment, unaweza kufanya malipo kwa njia ya simu. Kuna mfumo unaoitwa TanQR. Mfumo huu unapoenda dukani, unapoenda supermarket, sisi kama Benki Kuu tumejaribu kuongea na watoa huduma wetu waweze kusaidia wale mawakala au wale ambao kina mama mboga wanaouza rejareja, wale kina mangi, wote waweze kuwa na hizo lipa namba, ili kila Mtanzania anaponunua mahitaji yake au anapoenda kufanyiwa huduma kwenye mahospitali, kwenye mahoteli, aweze kutumia hiyo lipa namba, kwa sababu unalipa hela kwa kutumia kwenye mfumo, lakini pia unalipa hela ile ile. Sio kwamba labda itakuwa na ongezeko kubwa, hapana. Itakatwa kidogo kutokana na kiasi utakacholipia, lakini hela zako zinaenda kwa uhakika, zinaenda kwa usalama, lakini zaidi ya yote zinakuwa ziko safe. Ninaposema safe kwamba kuna uhakika hela yako inafika mahali panapotakikana salama, pasipokuwa na shida yoyote. Kwa hiyo ninawaomba Watanzania wenzangu twende kidijitali, ndiko dunia inakotupeleka kwa sasa. Kwa sababu unapotembea na keshi mfukoni, wakatokea watu wakakuattack au wakatokea watu wakakuibia, utapata hasara. Kwanza wanaweza kukuumiza au wanaweza kutoa uhai wako kabisa, lakini zaidi wanaweza kukuletea hata kilema cha maisha. Kwa hiyo ni vyema twende kidijitali. Mifumo ipo, tuitumie. Sisi kama Benki Kuu kwa kushirikiana na serikali tunajitahidi sana kuweka mifumo ambayo iko rafiki. Kwa jina naitwa Mwile Merina Kauzeni, natokea Benki Kuu kwenye idara ya usimamizi wa taasisi ndogo za fedha na kurugenzi ya usimamizi wa sekta za fedha. Sana katika idara yetu tunashughulikia na mambo ya kusajili taasisi ndogo za fedha. Kwa hiyo kwa wananchi au katika maonesho haya tunashukuru Wizara ya Fedha imeweza kufanya maonesho haya ya elimu fedha ambayo lengo lake ni msingi wa maendeleo ya kiuchumi. Kwa hiyo kwa maana hiyo katika maonyesho haya tumeweza kuwasaidia wananchi waliofika hapa
kuelewa katika usimamizi wa sekta za fedha Benki Kuu inafanya vitu gani. Kwa vitu ambavyo tumeelekeza ni kwamba ni usimamizi wa sekta za fedha ikiwemo mabenki, taasisi ndogondogo za fedha, bureau de change pamoja na taasisi nyinginezo. Kwa hiyo tunawashauri wananchi ili waweze kufanya shughuli zao za kiuchumi, ni vizuri waende kupata mikopo kwenye taasisi ambazo zimesajiliwa. Naitwa Demson Emmanuel, afisa sheria na utafiti kutoka Baraza la Masoko ya Mitaji. Baraza ni chombo huru cha kisheria kilichoanzishwa na serikali kwa lengo la kupokea na kushughulikia malalamiko na migogoro inayotokana na sheria ya masoko ya mitaji na dhamana. Likiwa na mamlaka sawa na Mahakama Kuu, baraza linahakikisha utatuzi wa migogoro inayohusu hisa, hati fungani, mifuko ya uwekezaji wa pamoja na soko la bidhaa. Baraza linasimama kama kiungo cha haki kati ya mwekezaji, mthibiti, madalali, washauri wa uwekezaji, masoko ya hisa na bidhaa na kampuni zilizoorodheshwa kwenye soko la hisa. Tukiwa hapa jijini Tanga katika maadhimisho ya wiki ya huduma za fedha, lengo letu ni kutoa elimu juu ya jinsi CMT inavyomlinda mwekezaji na kuhakikisha haki kati ya wadau wote wa soko. Baraza ni mdau muhimu katika kukuza utulivu wa uchumi wa nchi. Tunatoa wito kwa Watanzania wote kuchangamkia fursa za uwekezaji katika masoko ya mitaji kwa kuwa ni uwekezaji salama na wenye ulinzi wa kisheria. Karibu tukuhudumie, tujenge taifa kwa pamoja.